Israel imeripotiwa kufanya mashambulizi 8 ya anga dhidi ya kituo cha kijeshi cha Abu al-Duhu katika mkoa wa Idlib kaskazini magharibi mwa Syria mapema hii leo Jumanne, katika tukio ambalo limeongeza tena mvutano kati ya Israel na serikali mpya ya Syria. Mashambulizi hayo yalilenga njia ya kurukia ndege pamoja na maeneo ya kuhifadhia vifaa katika kituo hicho na kusababisha uharibifu wa miundombinu bila kuripotiwa vifo au majeruhi. Syria imelaani vikali shambulio hilo, ikisema mashambulizi hayo ni kitendo kisicho na sababu cha uchokozi na ukiukaji wa wazi wa mamlaka na uadilifu ardhi ya Syria. Wizara ya mambo ya nje ya Syria imesema mashambulizi hayo yanaongeza hatari kwa usalama wa nchi na utulivu wa eneo lote la Mashariki ya Kati, huku ikiitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya mashambulizi ya Israel yanayodaiwa kurudiwa nchini humo. Damascus pia imelitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua msimamo madhubuti dhidi ya kile ilichokiita ukiukwaji wa mara kwa mara wa mamlaka ya Syria. Serikali hiyo imesema kwamba imekuwa ikifuata sera ya kujizuia na kuepuka kuanzisha mivutano mipya tangu kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad, lakini inaona mashambulizi kama haya yanatishia juhudi zake za kurejesha usalama na kujenga upya taasisi za nchi hiyo. Kituo cha Abu al-Duhu kina umuhimu wa kijeshi na kimkakati kutokana na nafasi yake kaskazini magharibi mwa Syria karibu na mpaka wa Uturuki. Kituo hicho kilikuwa nje ya matumizi kwa miaka kadhaa kutokana na uharibifu uliosababishwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria, lakini taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kwamba kilikuwa kikifanyiwa marekebisho ya kutumika katika shughuli zinazohusiana na jeshi jipya la Syria. Mashambulizi hayo yana uzito zaidi kwa sababu yametokea wakati serikali ya mpito Syria ikijaribu kujenga upya jeshi la Syria na kuimarisha udhibiti wa maeneo ya nchi baada ya kuanguka kwa utawala wa Assad mwishoni mwa mwaka 2024. Serikali mpya imekuwa ikijaribu pia kupunguza uwezekano wa Syria kuingia katika vita vingine vya kikanda, ikiwa ni pamoja na kutafuta njia za kidiplomasia za kupunguza mvutano na Israel. Kwa upande wake, Israel haijatoa taarifa rasmi ya kukiri kuhusika na mashambulizi hayo. Jeshi la Israel limekataa kutoa maoni kuhusu tukio hilo licha Syria na vyombo vyake vya habari na maafisa wa Marekani kuitaja Israel kama mhusika wa mashambulizi hayo, hivyo wakati Damascus ikisema wazi kuwa Israel ndiyo iliyoshambulia kituo hicho, Israel bado haijaweka hadharani sababu yoyote ya operesheni hiyo. Hata hivyo, Israel kwa muda mrefu imekuwa ikionyesha wasiwasi kuhusu kurejeshwa kwa uwezo wa kijeshi wa Syria, hasa baada ya kuundwa kwa serikali yake mpya yenye mizizi katika makundi ya Kiislamu yaliyokuwa yakipigana wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Israel imeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kijeshi nchini Syria tangu kuanguka kwa Assad, ikisema inalenga kuzuia kuibuka kwa vitisho vipya vya kijeshi karibu na mipaka yake. Kwa sasa kuna taarifa za vifo au majeruhi kutokana na mashambulizi hayo, lakini uharibifu wa njia ya kurukia ndege na maeneo ya kuhifadhi vifaa umeongeza mvutano wa kisiasa na kijeshi. Syria imeelekeza malalamiko yake kwa jumuiya ya kimataifa na Umoja wa Mataifa. Marekani pia imeonya dhidi ya ongezeko la mvutano, huku Turuki ikiunga mkono wito wa kulindwa kwa mamlaka ya Syria. Wakati huo Israel bado hajatoa rasmi maelezo kuhusu mashambulizi hayo. Tukio hili sasa linaweka shinikizo zaidi kwa serikali ya al-Shara ambayo inakabiliwa na changamoto ya kujenga upya nchi baada ya miaka ya vita, huku ikijaribu kuepuka kuvutwa katika mzozo mpya wa kikanda. Ikiwa mashambulizi aina hii yataendelea, kuna uwezekano wa kuongeza hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wa usalama wa Syria na kuathiri zaidi juhudi za diplomasia zinazolenga kuzuia mzozo mwingine mkubwa katika eneo hilo. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi.
Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.